Ana Piusi, mkazi wa kijiji cha Shauri Moyo, wilaya ya Babati, mkoani Manyara, ameomba msaada wa matibabu kwa mtoto wake mchanga aliyejifungua katika zahanati ya kijiji hicho baada ya mtoto kuzaliwa akiwa na hitaji maalum la afya linalohitaji huduma za kibingwa. Mama huyo amesema hana uwezo wa kugharamikia matibabu yanayohitajika, huku akidai kuwa baba wa mtoto wake aliondoka baada ya mtoto kuzaliwa na hakurejea kutoa msaada wowote. Kwa mujibu wa mama huyo, anasema anatamani mtoto wake apelekwe katika hospitali yenye wataalamu na vifaa vinavyoweza kutoa huduma stahiki ili apate nafasi ya kuishi na kukua katika afya bora. Naitwa Ana Piusi, ni mkazi wa Shauri Moyo. Changamoto alikuwa naye ni mdomo sungura na kichwa chake kina maji. Changamoto ndo alichokuwa nacho ndo hilo. Na jicho lake moja ndo hilo bovu. Alizaa za kawaida kama watoto wengine. Ni huyu tu alipata changamoto hii. Nimemzaa mwezi wa 3 tarehe 18 mpaka sasa ana miezi 3 karibia 4 sasa. Hospitalini nilienda hospitali ya mkoani. Nilipofika walimhudumia na wakasema kwa sasa itawezekana kufanya operation mpaka afikishe mwaka ndio aweze kufanya operation. Na alisema haiwezekani kwa sababu kutokana na afya yake na udogo. Maana wasema wanataka madaktari 6 wawepo sehemu moja aweze kumhudumia kwa wakati mmoja. Hivi haitawezekana. Ni hospitali gani hiyo mlienda mkaambiwa hivyo? Mkoani. Tena mkoa wa Manyara. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa wananisaidia ni kanisani kumhudumia maziwa, na ndio hivyo, ni kama akiumwa wananiambia niwapigie simu waweze kumpeleka hospitalini pale mkoani aendelee kuhudumiwa. Kunyonya na mkamulia, ila anatumia maziwa ya kopo, ndio namnyesha na kijiko tu kama kawaida. Ndio, lakini kunyonya hawezi, na mkamulia maziwa. Ndio analala, kwa kulala analala. Ila ndio hivyo kama hivi sasa hivi anavyosumbua hivi. Kutokana na jicho lake na muuma. Nilijifungua hapa kwenye hospitali yetu ya hapa zahanati. Baada ya kujifungua ndo waliponisafirisha kwenda huko mkoani sasa. Nilika mkoani nilikaa kama wiki. Wakaniambia mama unataka urudi nyumbani kutokana matibabu ya mtoto hapa ni hamna. Ndio hivyo nikawa nimerudi. Baada hapo hata nikarudi tena kwa mara ya pili. Ndio wakampima. Akasema natakuwa ndo madaktari 6 wawepo waweze kumhudumia kwa wakati mmoja. Pengine wamekwambia changamoto kama hii inasababishwa na nini? Aliniambia sijui kuna vidonge ambao hujameza, lakini mbona mimi nimetumia hivyo vidonge kumeza? Asijaelewa bado. Muda wakati wa ujauzito wako ulikuwa unahudhuria kliniki mara kwa mara? Ndio. Alianza na miezi 4 labda, kutokana ndio hivyo. Ugumu upo kutokana na sitoki hivi unavyoniona, siendi kutafuta sehemu yote. Ndio kama hivyo nipate msaada niweze kumhudumia maziwa. Mtoto kutokana na hali yake hii ndio hivyo kama unaweza kunisaidia, maana kama kwenye matibabu nimeshaenda. Siwezi jua kwa sababu kama mtu ameshaenda kwa daktari akakwambia haitawezekana, sasa siwezi kuelewa. Inawezekani ama ndo vipi hapo siwezi kuelewa. Kwa hiyo ndio hivyo, labda msaada kidogo, matumizi kutokana na siwezi kutoka kwenda mahali na yote. Mimi nipo tu nyumbani. Sitoki, msaada ni hamna. Watu wananisaidia bado ni watoto tu. Kama ndugu mama nyewe ndo huyo. Labda wa kibaruani aende kufanya kibarua ndo arudi jioni. Msaada wa nyumbani ni watoto wadogo tu. Hapa ni kwako kwenu? Hapa ni kwetu. Ila hii nyumba wameniachia hapa nakaa, wenyewe wanakaa huko. Ndio hivyo naumia sana. Napita changamoto kama hivi, analia ni kulala usiku ni hivyo nasumbua sana. Na wanasema haya maji yanamsumbua kichwani. Yaani kuna saa sijui anachemka kichwani. Alizaliwa kichwa kikubwa kidogo, sio kikubwa sana, lakini kwa sasa ndio kinaendelea kikubwa kikubwa kutokana ni maji yanaendelea kufanyaje kujaa kichwani. Serikali yetu ya Mama Samia nikawa naomba msaada niweze kufika hospitali kubwa. Maana nimeshafika mkoani wamenieleza kwamba haiwezekani
mpaka nipate madaktari 6 kwa wakati mmoja ili waweze kumhudumia kwa wakati mmoja. Bila hivyo wamesema haiwezekani kuweza kumhudumia kutokana na hali yake. Sina matumaini kutokana sasa kama mshaambiwa tena haiwezekani, nakuta nimeshakata tamaa. Nishakata tamaa mimi. Akasema acha nimuuguzie tu nyumbani kwa sasa mpaka pale Mungu akasema leo ndo ifika siku yake. Namba yangu ya simu ni 0688746765. 0688746765. Jina gani jina? Jina linakuja Elizabeth Bananga. Majina naitwa Francisca Edgadi. Mimi ni jirani yake. Jamani, tunawaomba sana msaidie huyu mtoto, yuko kwenye hali mbaya sana jamani, ana tatizo. Msaidieni, anateseka sana jamani, mimi kama jirani yake. Nawaomba sana jamani wa Tanzania, msaidieni. Nawaomba sana msaidieni jamani, usiku halali analia. Ndio hivyo hali yake alivyo, mama yake hana chochote cha kumsaidia. Nawaombeni sana msaidie huyu mtoto jamani. Kwa mwanzo kama majirani tulichonacho tunamsaidia kwa sababu huyu dada hana kazi yoyote, yuko tu hapa nyumbani. Ndio hivyo tatizo kama hili limemkuta. Kwa hiyo mtu alichonacho anayeguswa anamsaidia. Ndivyo anavyoishi dada wa watu. Hana kazi yoyote hapa alipo. Anateseka sana huyu mtoto, anaumia sana. Yaani ni kwa sababu haezi kusema sehemu anapoumiwa. Lakini mkimuona hata jinsi alivyo, mtamuonea huruma maana anateseka sana. Kunyonya kwake kwa shida, kula yake ya shida, yani inaumiza sana. Alafu sasa hivi ndio hivyo yuko nyumbani, anaomba msaada jamani, msaidieni. Na waombeni sana. Kama Mungu amekujalia wewe ni mzima, unaishi, tatizo kama ile halijakukuta, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ndio uguswe kwa kile ulichonacho, umsaidie. Na waombeni sana. Mume wake alipojifungua tu akagundua kwamba mtoto ana tatizo. Mume wake akamkimbia. Mimi naitwa Maria Hamisi, ni mkazi wa kijiji cha Shauramoyo, kitongoji cha Shauramoyo, na ni balozi wa mtaa huu. Kwa kweli hali tuliyoona ni mbaya. Ikatulazimu wananchi tushikamane, tuangalie kile kinachopatikana na kuweza kumsogeza kwenye hatua ya kwanza ya huduma. Sasa kwa kweli tulipambana na bahati nzuri amefika kwenye kituo kikubwa cha Babati mkoa wa Manyara. Na maelekezo kama alivyokuwa ameyatoa kwamba wanahitaji watu zaidi ya 6 angalau kuweza kumsaidia kupata hiyo huduma kama ni ya kupigwa operation. Tunataraji angalau kama utakuwa na wanachama au wana jamii wakijitokeza wengineo waweze kumpa supporta kidogo, kumpa msaada wa aina yote ili aweze kufika kwenye hospitali kubwa. Asante. Kwa majina naitwa Dismas Dodo Mrembo. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Shaurimoyo. Sisi kama kijiji tulijitahidi, sasa tulimsaidia hizi movements za kutoka kijijini kwenda hospitali ya wilaya mpaka mkoani, lakini bado tumeshindwa hata sisi kama kijiji. Kwa hiyo bado anahitaji kupatiwa msaada. Kweli wananchi walijitahidi kumsaidia wakafikia mwisho, lakini kulingana na hali yake bado anahitaji msaada mkubwa ili apatiwe matibabu. Kwa hiyo tunaomba shirika aidha labda hizi za ambazo sio za serikali wamsaidie pindi wapatapo hizi habari, na pia hata serikali wangemsaidia yule mtoto, kwa sababu kweli kulingana na yale matibabu ni ghali, yako juu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana msaada ungepatikana hasa kwenye hizo hospitali za juu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.